Hapa kuweza kujifunza neno la Mungu. Leo ni siku ya neno kama kawaida, na mada nilionayo siku ya leo ni Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu. Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu. Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu wetu. Sasa siku ya leo tutaweza kujua kama unaujua huu mkao wa kula au hujui, na madhara au hasara unayoipata kutokana na kutokujua mkao huu wa kula na Mungu. Leo tutaweza kujifunza juu ya swala hilo, na somo linalotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 8. Zaburi sura ile ya 8. Zaburi sura ile ya 8. Naomba moja tusomee mstari wa kwanza hadi ule wa mwisho wa Zaburi ya 82. Zaburi ya 82 mstari wa kwanza hadi wa 8. Ngoja nisome mimi mwenyewe. Naona Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeni haki aliyoonewa na fukara. Mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani. Misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema, ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mungu, usimame uihukumu nchi, maana wewe utawarithi mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mstari huu wa 6 pale, kuna maneno ambayo hata Bwana Yesu aliyatumia kwenye Injili ya Yohana. Sema, mimi nimesema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Walikuwa wanamshutumu Yesu kwenye Injili ya Yohana, kwa nini anajiita mwana wa Mungu. Akasema, hamjasoma Zaburi ya 82 Mungu alipowaita wanadamu kwamba nyinyi ni miungu? Amesema hamkusoma. Sema, mimi nayo haki ya kujiita mimi ni mwana wa Mungu. Sasa anaposema kwamba kwenye hii mada inasema kwamba Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu, ni kwamba lazima sisi tujue kama wanadamu, na especially kwa siku hii kama ya leo ya Ijumaa Kuu, kwa nini Yesu alikufa msalabani? Alikuwa anafanya nini pale msalabani? Watu wengi wanasema kwamba Yesu alikufa msalabani ili kutokoa wenye dhambi. Ni kweli, anatokoa wenye dhambi, lakini hiyo dhambi ina madhara gani kwa watu wakiwa nazo? Watu wanaendelea kufanya dhambi, wanazini, wanaiba, wachawi wapo. Kuna madhara gani yanayotokea? Na kwa nini Yesu ilipasa afe pale? Mungu kwa kuwa ni Mungu mwenye haki. Unaposikia neno haki, maana yake kuna mahakama. Unahukumiwa umekosea, unaenda jela, au umeonelewa, wamekusingizia tu, tunakuachilia huru. Kwa hiyo unaposikia kwamba Mungu anasema Mungu ni mwenye haki, maana yake ni Mungu anayehukumu. Na hawezi akamwachilia mtu mwenye hatia aende bure. Biblia inazungumza hivyo. Anasema atawapatiliza watu makosa yao hata vizazi 4 vijavyo. Sasa siri iliyopo inayozungumza ya kwamba mkao wa kula na Mungu, lazima ujue nafasi yako mbele za Mungu wewe kama nani. Usiende kwa kuogopa. Ujijue wewe mbele za Mungu kama mwana, unayo haki ya kupata haki yako kama wewe mwana wa Mungu. Sasa ukienda kwa kuogopa, ukaogopa kujibishana na Mungu, utapata shida sana katika maisha yako. Utakuwa kama mbuzi aliyefungwa kwenye kamba. Yaani yule mbuzi hawezi akaenda zaidi ya ile kamba. Anaenda anataka kukimbia, lakini kamba inamrudisha nyuma. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kama Wakristo, lakini kama mbuzi waliofungwa kwenye kamba. Yaani anajitahidi, anasonga mbele kidogo, anapata faida kidogo, mambo yanakuwa mazuri kidogo, alafu anarudia pale pale. Mambo yanakuwa mazuri kidogo, alafu anarudi pale pale. Yaani anajitahidi, kila anapojitahidi anarudi pale pale. Sasa hii ni kesi ambayo inawakuta Wakristo wengi sana, lakini hawajui wafanyeje.
mambo yanakwenda vizuri, si kama ni mtoto, si kama ni mahusiano, si kama ni nini, yanakwenda vizuri kidogo, alafu yanarudi pale pale kama mbuzi aliyefungwa kamba, hawezi kaenda zaidi ya pale. Turudi sasa kwenye Zaburi ile ya 82 uweze kuona kwa nini hali hii inajitokeza. Zaburi ile ya 82. Haleluya. Zaburi ya 82 uweze kuona kwa nini hali hii inajitokeza, na Wakristo wengi wamekata tamaa, wanakuja tu kanisani kama wanajilazimisha, wanaitwa hawaoni faida ya Ukristo. Hawaoni, wanaomba, wachungaji wanasema naona mtu hapa anaendesha gari, naona hili, lakini watu wanaenda kanisani lakini hawaoni. Wachungaji wanatoa ahadi nzito kweli, watu wanapiga makofi, lakini matokeo hayaonekani. Kwa nini? Tuende kwenye Zaburi ya 82 mstari ule wa 6. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana aliye juu, nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Sasa hivi wewe ni mwana wa Mungu, una haki ya Mungu, lakini utahangaika na utakufa katika shida zako, utaendelea kulia na kulalamika, mambo hayatabadilika kwa sababu hujijui. Kwa maneno mengine ni kwamba ni muhimu sana kila unapoamka asubuhi, kila wazo baya la kukatisha tamaa linapokuja, ujiseme mimi ni mwana wa Mungu. Ujiambie mwenyewe, usisubiri mtu mwingine akuambie, ujiambie mimi ni mwana wa Mungu. Shetani uniwezi. Tunakosea wapi? Lazima ujue jinsi ya kujitetea mbele za Mungu. Lazima ujue jinsi ya kujitetea mbele za Mungu, kwa sababu huyu Mungu ni hakimu mwenye haki. Kwa hiyo lazima uende na ushahidi mbele za Mungu wa kujitetea. Hebu tuende kwenye Ufunuo 12. Ufunuo 12. Ufunuo 12. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu watu mchana na usiku, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nasikiliza hapa, kuna mtu anapeleka mashtaka mbele za Mungu usiku na mchana, usiku na mchana na usubuhi, na anapeleka mashtaka mbele za Mungu. Huyu alisema uongo kule, hajatubu, na haki ya kumtesa mume wake, na haki ya kufanya mume wake awe mzinzi. Naona shetani anaenda mbele za Mungu, sema nayo haki, kama nayo haki. Kumbuka Ayubu alikuwa anaenda mbele za shetani, anaenda mbele za Mungu, akaomba kibali cha kumtesa Ayubu, akaua watoto. Kwa hiyo na shetani anaweza kuamua kukutesa wewe kwa kutesa watoto wako, kwa kutesa mume wako, kwa kumpotosha mume wako au mke wako, au hata kwenye biashara yako pia. Haangalii tu wewe, anaweza kubadilisha tu mume wako akamuingiza mawazo mabaya, kumbe ni wewe umeshindwa kukesha na Mungu, umeshindwa kukaa na mkao mzuri wa kula na Mungu. Wewe utamlaumu mume wako, kumbe kosa ni kwako wewe, umeshindwa kukaa kwenye mahakama ya Mungu na ukajitetea mbele za Mungu kama Mungu, mimi ni mwanao, sistahili kuhangaishwa na huyu mwanaume, sistahili kuhangaishwa na huyu mwanamke, mimi ni mwanao. Kwa nini hangaishwe wakati Yesu amekufa msalabani ili mimi niwe na raha? Yesu mwenyewe akasema, njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu nanyi mtapata raha nafsini kwangu, nafsini mwenu. Amezungumza Mathayo 11:28. Anasema njooni kwangu wenye mizigo yote. Sasa hapo anasema hivi, shetani anakwenda mbele, anawashtaki usiku na mchana. Sasa mbaya zaidi ambayo hatuijui ni kwamba mara nyingine inawezekana kuna dhambi za ukoo umezilisi, wewe hujui. Naomba nisikilize hapa, kwa sababu Mungu amesema kwamba nitabatiliza maovu ya maovu hata kizazi cha 4. Alama nitabatiliza maovu hata kizazi cha 4. Kwa hiyo Yesu katika Jumaa Kuu hii, Yesu anakufa kwa ajili ya dhambi zote, kwa ukoo wote ule wetu, kuanzia huko nyuma. Huko nyuma walikuwa wachawi, wewe hujui. Baba yako sasa sio mchawi, mama yako sio mchawi, lakini huko nyuma ndugu zako, sijua babu zako walikuwa wachawi. Ile dhambi shetani anaiona,
umeunganishwa kwenye ule mnyororo kwa damu yako, ile damu ulionayo. Umeunganishwa kwenye mnyororo wa dhambi. Sasa hizo dhambi wewe usijui, wewe unaziangalia tu za kwako. Kuna dhambi nyingine ambazo Yesu amezifia msalabani, ambazo ni za ukoo mzima, ambazo ulipaswa na wewe udhirithi na adhabu zake udhirithi. Kwa sio kwamba unarithi tu, unarithi damu tu peke yake, amefanana na babu yake. Unarithi na dhambi zao pia. Ndio maana Yesu akafa msalabani. Haya ni maneno ambayo unapaswa kuyafanyie kazi. Lakini utashindwa kuyafanyia haya kazi vizuri sawa sawa ukafaidika nayo kama huna tabia ya kulisoma neno la Mungu mara kwa mara na kulitafakari. Utashindwa. Yaani kuna mahali Roho wa Mungu anataka kupe neno ambalo ni upanga wa Roho ambao utamzuia shetani, utamtisha shetani, kwa sababu huna tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Hilo neno halipo. Tumalizie kabisa na Isaya 55. Isaya 55, uone mwaliko mwingine wa Mungu hapa. Uone mwaliko mwingine wa Mungu. Isaya 55 kuanzia mstari ule wa kwanza. Anasema hivi: haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Haleluya! Unaona Mungu anatoa mwaliko, asema nisikilizeni mimi ili mle vinono. Wewe kuku mpaka siku ya Pasaka ndio unakula, wenzio wanakula kuku karibu kila wiki. Mayai unayafanya kuyasikia tu leo, hujawahi kula mayai miezi mingapi? Wewe unaona ni sawa tu. Wewe unaona ni sawa tu. Wewe unajiita mimi mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu gani unakula maharage kila siku? Uko mtoto wa shule. Ndio shuleni wakinakwenda kusoma kila holiness, ndio unakuona akienda shuleni akirudi amekonda. Unaona? Lazima usikubaliane na hiyo hali. Hiyo hali ulionayo sasa hivi usikubaliane nayo. Kama bwana mimi sitaki kuishi hapa. Nani asema kuendesha gari? Wewe mnakaa kwenye daladala mnajambiana, unaona ni raha. Unaona? Wewe lazima ukubali kwa hiyo magari yameandikiwa watu wengine, mimi simo. Magari wanaendesha kutoka binti kadogo kutoka kwenye gari. Wewe unasubiri daladala. Nikija nimejaa. Kuna nafasi konda. Nafasi kati gari imejaa. Wewe unaona hiyo alisa haikuhuzunishi. Lazima uhuzunike ndani ya moyo, lakini Mungu, haya maisha gani hayo? Kwani ndio Mungu ufalme wa Mungu ndio huu? Ndio ufalme wa Mungu ndio huu kweli, wa barabara mnajambiana kwenye gari? Ndio ufalme wa Mungu kweli huo? Lazima ujishtue wewe mwenyewe, ujipe changamoto wewe mwenyewe. Itakusukuma kumtafuta Mungu zaidi. Lazima utambue kwamba kama tulivyosoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo 12 pale 10 hadi 12, anasema kwamba huyo mshtaki wote anashtaki usiku na mchana. Sasa ukiwa unakula na Yesu, unalijua neno lake, unalijua na wewe mwenyewe. Huyu Yesu mwenyewe anakutetea wewe unapokuwa unaletewa mashtaka. Kama yeye ndiye anateseka kwa ajili yako, yeye ndiye alikuwa msalabani kwa ajili. Yeye mwenyewe anakutetea katika mashtaka unayoshtakiwa mbele za Mungu. Anatuombea usiku na mchana. Kama vile shetani anavyotushitaki usiku na mchana, Yesu naye anatuombea usiku na mchana. Kwa hiyo tambua jinsi gani Yesu akakupenda kiasi ambacho akakubali kufa msalabani kwa ajili yako, ili wewe uweze kupata kurithi ahadi ambazo Ibrahimu aliahidiwa. Ibrahimu, Mungu akamwambia nitakubariki ili uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Anasema Mungu akamwambia hakika nitakubariki. Yaani hakika, usiwe na wasiwasi. Hakika nitakubariki. Hakika nitakubariki. Kwa sababu Mungu si muongo. Nakwambia Mungu si muongo. Hajalishi itachukua muda gani. Yale magumu unayopitia, ile ni shule tu. Kama tulivyoangalia Jumanne. Tuliona Jumanne kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 71. Ile ni shule. Yale magumu unayopitia ni shule ya kukuandaa ili utakapokuwa umepata hizo baraka nzuri nyingi, usiwe na jeuri kwa dharau wengine.
Kuna watu wanapata hela alafu anadharau, kudharau watu wengine. Hawezi kusaidia watu wengine. Sasa Mungu anataka kukiondoa hicho, ili kweli sifa ziwe zake, kama tulivyoona Jumanne. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujikumbusha katika maisha yetu ya kwamba hali hii tulionayo sasa hivi inapaswa ibadilike na iwe nzuri zaidi. Naomba nisikilize. Hali hii ulionayo sasa hivi, haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi inatisha kiasi gani, Mungu ana mpango wa kubadilisha. Na tuombe. Baba Mungu, asante kwa neno la jioni ya leo. Naomba Baba ulibariki. Wewe uliyesema, tazama nabisha mlangoni, mtu akinisikia na kufungua mlango, nitakuja kwake na kukaa naye na kula pamoja naye. Tunahitaji kula na wewe Bwana katika maisha yetu, kama ulivyozungumza kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20 kwamba utakuja na kukaa nasi na kula pamoja na sisi. Tunahitaji kuliona hilo Baba linadhihirika katika maisha yetu, kwa sababu kwako wewe Mungu hakuna ambalo linapungua. Hatuwezi tukakosa chakula kizuri, hatuwezi tukakosa maisha mazuri, hatuwezi tukakosa nyumba nzuri, kwa sababu Mungu unamiliki kila kitu. Lakini Mungu umesema kwamba aijengae nyumba kama wewe Mungu kuijenga anafanya kazi bure. Anayeulinda mji kama wewe Mungu kuulinda anafanya kazi bure. Basi Bwana, tunaomba msaada wao katika kila eneo la maisha yetu, ili tuweze Bwana kuziona ahadi zako zikitimia katika maisha yetu. Ukatubariki kwa wingi sana sana sana, ili tuweze kuwa baraka kwa watu wengine na kwa kanisa lako, kwa ajili ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.